Bana, wiki iliyopita nilikuletea story ya Davido pamoja na mzazi mwenzake Sofia Momodu. Kutokana na yote ambayo alikuwa anaendelea kwenye kikao cha mahakamani hivi karibuni, wakili ambaye anamwakilisha Sofia alimtaja mtoto wa Davido ambaye ameshafariki Ifeanyi. Kitendo ambacho kilimfanya Davido akate kesi hiyo hapo na kushindwa kuendelea na kesi hiyo ya kumpambania malezi ya binti yake Imade. Sasa baada ya yote kutokea, kuzungumza maneno hayo kumtaja mtoto wake ambaye ameshafariki Ifeanyi, Davido alikuja kwenye ukurasa wake wa Instagram lakini pia Twitter kumtaja wakili wa Sofia kwamba amekosea, na akasema kwamba hafai kuwa wakili lakini pia na roho mbaya, na kwa mfano yeye angepitia situation ambayo anapitia yeye pamoja na mke wake Chioma ingekuwaje. Sasa baada ya kuzungumza hayo yote, kuna video ambayo inasambaa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii inamuonesha mwanamke ambaye anasemekana kwamba ni dada wa wakili wa Sofia, na mwanamke huyo anasema kwamba kwa kitendo ambacho alikifanya Davido si sawa, ni kitendo cha unyanyasaji lakini pia kutishia maisha, kwa sababu kwa mujibu wa wakili huyo anasema kwamba yeye amekuwa akipokea simu mbalimbali ama vitisho vya maisha kutoka kwa mashabiki wa Davido. Na mwanamke huyo amezungumza maneno mengi sana, anasema kwamba yeye ana uraia wa Marekani na Davido ana uraia wa Marekani. Atapambana na mdogo wake kwa upande wa Nigeria, lakini ikija kwa upande wa Marekani atahakikisha kwamba anaenda sambamba na Davido mpaka kieleweke. Amezungumza maneno mengi sana, ikiwa na kusema kwamba Davido anaringia pesa zake, kwamba ana umaarufu, ni mtu maarufu, anachukua kama hiyo njia ya kumkosoa ama kumtishia maisha mdogo wake, wakati yeye ni wakili na ana haki ya kuzungumza chochote ili aweze kumtetea mteja wake. Maneno yamekuwa ni mengi sana kwenye upande wa social media, na ukiangalia kiukweli siku zote kunapokuja kwenye masuala ya kesi haitaki kuweka masuala ya hisia. Tunafahamu kwamba mawakili huwa wanafanya chochote kile kwa ajili ya kutetea wateja wao ili waweze kushinda kesi, lakini kwa upande wa Davido hakupendezwa kwa nini mtoto wake aliyefariki Ifeanyi atajwe mahakamani, na wakili alimtaja Ifeanyi kwa kuuliza kwamba Davido anahakikishaje usalama wa mtoto Imade, yale atawezaje kumlea Imade na kuhakikisha usalama wake wakati walishindwa kwa upande wa mtoto wake Ifeanyi. Kitendo hicho kilimkera sana Davido. Sasa imekuwa ni mada kubwa sana ambayo inaendelea kwa sasa hivi, na mama huyo ametoa vitisho kwa Davido aache mara moja, japo yeye ni mtu maarufu, lakini aangalie kwa kile ambacho anakifanya, kwa sababu hii ikiwa kwa upande wa Marekani itakuwa ni bonge moja la kesi. I hope you do. You know how it rules in America. We cannot support abusers, okay? So you need to stop right now. Do what you need to do and stop. You can face my sister in Nigeria, but be ready to face me in America. The music industry are waiting to hear what you have to do. You need to stop. You need to stop harassing my sister. Remove her number from your Twitter and all the places you have